Thamani yako haiko kwenye nafasi ulionayo, wala kampuni, wala ofisi, wala dini, wala kabila, na wakati mwingine hata elimu inaweza isikupe hiyo thamani. Thamani yako Mungu ameiweka ndani yako katika vipawa na talanta alizokuumba nazo na kukuleta duniani kwa wakati wake. Kwa muda mrefu wizara yetu imedharaulika kwa sababu watu wengi walitamani waende kwenye wizara iliyo na thamani tayari, wakasahau wao ndio wenye nafasi ya kuitengeneza hiyo thamani. Na mjue hata hizo mnazoziona ni kazi zina heshima, hazikuwa na heshima mpaka walipoenda watu wenye heshima zao wakaambukiza ule mfumo ndani ya zile sehemu. Kwa nimekuja kuwaomba ndugu zangu wa Tanzania na wafanyakazi wenzangu wa wizara yetu ya Sanaa, Habari, Utamaduni na Michezo, tusijidharau kwa sababu tumeachwa kuheshimiwa na sisi tukakubali kujidharaulisha. Kila mmoja hapo alipo anayo thamani ya kufanya heshima yake, heshima ya ofisi yake, heshima ya serikali yake ikapatikana. Mnaweza mkawa mnakaa kwenye halmashauri, wakuu wa idara wakienda, wewe hata ukinyosha mkono uchangie, mwenyekiti wa halmashauri au meya hata hakuoni, na wakati mwingine mkurugenzi anakuangalia kwa jicho kwamba huyu naye anataka nini. Nimekuja kuambieni, nendeni mkawaonyesha kwamba Mungu aliwapa vitu vya thamani ambavyo dunia hawajawahi kuviona na viko ndani yenu. Na kwa kuwa wizara yetu inasimamia mambo ambayo yana mahusiano kwa 100% na uumbaji wa Mungu. Unapoongelea vipaji, aidha ni katika sanaa, hakuna mtu ambaye alienda kusomea namna ya kutembea kama Misi. Kuna mtu alianza na hizo catwalk zikawalazimisha watu wengine kusema hii ndio itakuwa standard ya utembeaji wa mamisi. Na ndio maana leo kuna walimu wanafundisha watu namna ya kutembea, lakini kwa kuiga kutoka kwa mtu mmoja aliyepita mbele yao na akasema hii ndio staili ya kutembea. Utangazaji tulionao, mpangilio wa sauti zinazotoka kwenye microphone juu ya wanahabari, si kwamba walienda kusomea. Hata msingi wa sauti alionayo haikwenda kutengenezwa kwenye chuo fulani ndio akapewa. Wakina Bodi Nigondo wale hawakwenda chuo chochote, Mungu aliweka ndani yao. Leo hii akitangaza, kuna mtu anakuwa inspired, anasema kwamba nataka kutangaza kama fulani. Hiyo ni kazi inayofanywa na wizara yetu. Hivyo hivyo kwenye uchezaji wa mpira, hivyo hivyo kwenye upande wa muziki. Kwa hiyo ndugu zanguni, hata tunapokwenda kwenye utamaduni, hakuna mtu aliyechaguliwa akajipangia yeye mwenyewe kwamba mimi nafaa kuwa kabila la Wasukuma ili niendeleze utamaduni wa Wasukuma. Ni utaratibu uliopangwa na Mwenyezi Mungu. Nani awe Masai, nani awe Mchaga, nani awe Mzigua, mwisho wa siku unabeba ile heshima ya utamaduni ambayo Mungu ametengeneza kwa ratiba zake. Kwa naomba leo mnapokaa hapa kutafakari, mjue mmepewa heshima kubwa na Mungu kushughulika na vipaji na talanta alizoziachilia katika nchi ya Tanzania, ili na sisi tupate nafasi ya kuzitumia na kubadilisha uchumi wetu.